Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, Dominika ya 14 ya mwaka A wa Kanisa. Ujumbe wa neno la Mwenyezi Mungu katika Dominika ya leo unatualika tuache kiburi, tuwe wanyenyekevu, tubebe nira na mzigo wa Yesu. Katika Biblia takatifu kunao watu wengi waliokuwa na kiburi, waliokosa unyenyekevu na wakashindwa kubeba nira na mzigo wa Yesu, na matokeo yake waliangamia. Tukirejea katika kitabu cha Kutoka sura ya 5 hadi ya 14, Farao alikuwa na kiburi hata alipopewa ujumbe wa neno la Mwenyezi Mungu. Matokeo yake wazaliwa wa kwanza wote wa Misri waliuawa, na hatimaye jeshi lake na lenyewe likazamishwa majini. Tukirejea katika kitabu cha Nabii Danieli sura ya 4, Mfalme Nebukadneza alishindwa kumpa Mungu utukufu, akajiona kwamba yeye ni wa maana sana. Alipokuwa akitembea katika ghorofa yake, Mungu akamfanya kuwa mnyenyekevu kwa kumfanya ale majani, ale nyasi kama ng'ombe kwa muda wa miaka 7, na akaota manyoya na akaota na kwato pia. Lakini mwingine ni Mfalme Herode Agripa wa kwanza. Tukirejea katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12, huyu alikosa unyenyekevu kwa Mungu, akawaua mitume wake. Alianza kumuua mtume Yakobo, na wakati akijiandaa kumuua mtume Petro, na kabla hajafanya tendo hilo, basi wakati akiwahutubia watu, Mwenyezi Mungu akamnyenyekesha, akafanya minyoo wamle, halafu wamzike na apumzike huko aliko Mfalme Herode Agripa wa kwanza. Tuangalie masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Zakaria sura ya 9 aya 9 hadi ya 10. Nabii Zakaria aliishi kipindi ambacho Waisraeli wamerudi kutoka utumwa wa Babeli. Ni kati ya mwaka wa 538 hadi mwaka wa 490 kabla ya kuzaliwa Kristo. Ni kipindi ambacho Wayahudi walikuwa hawana kiongozi, na aliyekuwa anawatawala ni Dario wa kwanza. Mfalme huyu alikuwa kimsingi sio wa Israeli, alikuwa ni mfalme wa Wajemi. Kwa hiyo Wayahudi walikuwa hawana kiongozi. Ndiposa sasa Nabii Zakaria anatabiri ujio wa mfalme. Mfalme huyu atakuwa amepanda punda, ishara ya upole, ishara ya haki, ishara ya amani, ishara ya unyenyekevu. Atakuwa tofauti na wafalme wengine ambao kikawaida hupanda farasi. Farasi ni mnyama ambaye alikuwa akitumiwa na wafalme katika vita. Somo la Injili linatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 11 aya 25 hadi 30. Injili ina sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, Yesu anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu masuala ya kiimani yamefunuliwa kwa watoto wachanga, yaani watu ambao ni kama watoto wachanga ambao wanasikiliza na kupokea, wasio na kiburi, yaani wanyenyekevu. Sehemu ya pili ya Injili, Yesu anawaalika wale wote ambao wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali, baada sasa ya kuipokea imani, kukimbilia kwa Yesu kwa kubeba nira yake pamoja na mzigo wake. Nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Sasa nira ya Yesu na mzigo wa Yesu ni upi? Nira ya Yesu iliyo laini ni ipi? Na mzigo wa Yesu ulio laini ni upi ambao unamletea mtu amani? Nira na mzigo wa Yesu ni upendo, ni haki, ni msamaha, ni unyenyekevu. Vitu hivi vinatosha kumpatia mtu amani. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 9 ya 11 hadi ya 13. Mtume Paulo anawaalika wale wote ambao wamempokea Roho Mtakatifu kuachana na mambo ya kidunia ambayo yanajikita zaidi katika kiburi. Mtu mnyenyekevu na ambaye amempokea Roho Mtakatifu huishi yale ya kiimani, yale ambayo ni ya kimungu. Ni ujumbe upi tunaoupata katika masomo ya leo kuendana na nyakati zetu hizi? Jambo la kwanza, Mungu huwainua wanyenyekevu. Tumkumbuke Yosefu, tumkumbuke Ibrahimu, tumkumbuke Yakobo. Hawa wote walikuwa ni wanyenyekevu. Tumkumbuke Musa, tumkumbuke yule Ayubu aliyepitia mateso mengi sana, lakini hakumkataa Mungu
ingawa mke wake alimshauri amkatae Mungu, lakini basi yeye hakumkataa Mungu. Tumkumbuke Yesu mwenyewe aliyenyenyekeza akatii hata mauti ya msalaba. Alikuwa mnyenyekevu na kwa namna hiyo amefanywa kuwa mfalme kule mbinguni. Jambo la pili la kujifunza: amani ya kweli hupatikana kwa Kristo pekee, kwa sababu nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Hakuna namna nyingine mataifa yanaweza yakawa na amani kama hayatamsadiki Kristo. Tukiangalia jirani zetu, nchi ya Kongo, wanapigana vita mara kwa mara wakitumia silaha mbalimbali, mabunduki na mabomu mbalimbali, lakini hakuna amani. Tukiangalia ndugu zetu wa Palestina pamoja na Waisraeli, wanapigana na visasi vyao haviishi kwa sababu hawana nira ya Yesu. Lakini mataifa haya kama yangekutana katika hali ya upendo, katika hali ya haki, katika hali ya kusameheana na katika hali ya kujishusha, basi wangekuwa na amani. Amani ya kweli hailetwi na mabomu. Amani ya kweli hailetwi na watu kujikweza na kuwa na kiburi na kujiona kwamba wao wanafahamu zaidi. Amani ya kweli huja pale palipo na upendo, msamaha, pale palipo na haki. Mtu anaweza akatenda mambo mema mengi, lakini kama hakuna upendo, hakuna haki, hakuna msamaha, basi hakuna amani. Jambo la tatu: wamtegemeao Yesu hupata pumziko kwake. Mtu yoyote katika ulimwengu huu akitaka utulivu wa nafsi kutoka katika changamoto mbalimbali ambazo anazipitia, ni lazima kujifunza kwa Yesu. Na kujifunza kwa Yesu ni kujifunza katika maandiko matakatifu. Hakuna jambo ambalo halina jawabu katika maandiko matakatifu. Kama mtu ana uhaba wa fedha, maandiko matakatifu yanamwambia afanye kazi na ale. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Thesalonike sura ya 3 aya ya 10. Kama mtu anaumwa, asome kitabu cha Hekima ya Yoshua bin Sira sura ya 48. Kuna maelekezo ni nini cha kufanya. Pengine mtu ametengwa, amekata tamaa, anaona kwamba ulimwengu huu haumfai, asome katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 41 aya 10 au Zaburi ya 91. Jambo la 4: Roho Mtakatifu hutusaidia kwa wanyenyekevu. Ni ujumbe tunaopata katika somo la pili. Mtu ambaye amempokea Roho Mtakatifu na akakubali kuishi kwa kadiri ya matakwa ya Roho Mtakatifu, basi huyo atakuwa ni mnyenyekevu na wala hataweza kumkataa Mwenyezi Mungu, kwa sababu imeandikwa katika Injili ya Mathayo sura ya 12 aya 32, dhambi zote zitasamehewa, lakini dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu haitasamehewa. Katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao, wapendwa, katika Dominika ya leo niwaalike tuache kiburi, tuwe wanyenyekevu kwa Yesu na tubebe nira na mzigo wa Yesu ambao ni upendo, ni haki, ni msamaha, ni unyenyekevu. Na kutakia Dominika njema, ni kuombe usisahau kununua shajara yako ya watakatifu na sikukuu. Shajara hii ina tarehe zote za mwaka mzima na historia na maisha ya watakatifu katika tarehe hizo zote za mwaka mzima, pamoja na sherehe za Bwana na sikukuu nyinginezo ambazo zinabadilika tarehe. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.